Mbele. Ndio uko vizuri? Niko vizuri. Niko vizuri. Ndugu zangu wa Mtanange TV, Dipo TV, Sanga TV, Ngwale TV. Niko vizuri, niko sawa sawa. Upo vizuri, upo sawa sawa. Dosa, kuna namna ambavyo dabi ya Kariakoo imeendelea kuwa kizungumkuti, lakini imepelekwa tarehe 25 na baadhi ya viongozi kujiuzuru. Wewe unasemaje? Ni kwenye hili Young Africans wamefanikiwa ama kwenye hili Young Africans wameshinda, Simba wakiwa wanasema wameonewa? Tuanzie hapo. Wewe unasemaje? Hatari sana. Tumezungumza sana ndugu zangu. Tumeongea sana kwenye haya sakata. Na mimi nikasema moja ya jambo wa Tanzania wanapaswa kuja kulifahamu ni nani anaongoza mpira wa miguu katika Tanzania. Tulitaka kufahamu, je, ni Simba ndo anaongoza mpira wa miguu? Lakini vile tulitaka kufahamu, je, ni Yanga ndo mwenye kuongoza mpira wa miguu ama ni TFF? Lakini tarehe 14, si ndio? Majibu yamepatikana ni nani mwenye mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania. Mwenye mamlaka katika nchi, katika mpira wa miguu Tanzania ni nani? Tumegundua ni nani? Kuna klabu ndio yenye mamlaka ya mpira wa miguu. Tumegundua kuna viongozi ndani ya serikali ndio wanaoendesha mpira wetu. Leo nchi imekaa kimya. Leo waandishi wamekaa kimya. Ndugu zangu wa Mtanange, mechi imeahirishwa. Nyinyi kama wanahabari mlipaswa kufahamu ni misingi gani, ni kanuni zipi zimetumika kuahirisha mechi kutoka tarehe 15 kwenda tarehe 25. Kwa mujibu wa barua ambao wameposti bodi ya ligi, hakuna sababu ya mechi kuahirishwa. Bodi ya ligi ndio wenye dhamana kwa tujibu haya mambo, si ndio wameahirisha? Lakini pia walipaswa kutoka front kuambia Watanzania nini sababu. Sababu zilikuwa ni hizi. Sasa hivi vyombo vya habari vipo. Haina haja kila mtu mpigie simu kusema, unaweza ukatweet tu. Jamani, moja ya sababu ile tufanya tuahirishe mechi ya tarehe 15 ni hizi. Si ndio? Bodi ya ligi imesema? Haijasema. Si ndio? Bodi ya ligi ililazimishwa na timu fulani watu kujiuzuru, si ndio? Bodi ya ligi ililazimishwa na nani? Na watu fulani. Kwa mujibu wa Young Africans ndio wameweka matakwa. Wewe ndio umetaja Yanga, nimesema na watu fulani wamewalazimisha baadhi ya viongozi wa ligi wajiuzuru. Kweli sio kweli? Ni sahihi. Singano, mbona kama unaogopa? Kweli sio kweli? Kwamba Young Africans imewapusha. Wewe ndio umesema. Wewe ndio umesema. Lakini mimi ninasema kuna baadhi ya watu wametumia nguvu kubwa kuhakikisha viongozi wa bodi ya ligi wamejiuzuru. Na kweli wamefanikiwa. Yanga kwenye hili? Mbona lazima utaje hivyo? Weke wazi, ni kwamba Young Africans ndio walikuwa. Nimesema, wewe una lazima gani utaje hivyo? Mimi nimesema kuna watu. Na leo pia tumepata majibu. Kuna watu ndio wanaongoza mpira wa nchi hii, sio shirikisho. Kwa sababu ukiangalia ile tukio zima, mechi imeahirishwa kabla ile tarehe iliyotajwa mechi imeahirishwa. Leo tulitarajia wachambuzi watatusaidia kwenye masuala ya kimpira. Watakuja watalizungumza hili. Mbona la tarehe 8 wamesema sana? Lakini kwenye hili wapo baadhi ya wachambuzi ambao wamesema ni GG, yani kwamba ngoma draw. Tutakuja kuizungumzia hili. Dosa, tuangalie kuna namna ambavyo Simba wanasema wameonewa. Lakini huu kimya wa Simba, walitoa barua awali kusema kwamba wizara imewaruhusu kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Lakini baada ya taarifa kutoka mechi imegairishwa, ukipita kwenye peji ya Simba ni ukimya umetawala. Huu kimya wa Simba Dosa unamaanisha nini? Simba sio mwenyeji wa huu mchezo. Simba sio mwenyeji wa huu mchezo. Mwenye mamlaka na mwenye kuhadhi mchezo huu ni Young Africans. Yeye ndo mwenye kila sababu ya kupromote huu mchezo. Yeye ndo mwenye nafasi ya kutangaza viingilio na uwanja pia. Akichagua twende Zanzibar, tutakwenda Zanzibar. Akitaka twende CCM Kirumba, tutakwenda CCM Kirumba. Umesema Simba ameonewa, si ndio? Wapo baadhi ya mashabiki wa Simba, baadhi wanasema kwamba Simba tumeonewa kwenye hili, tunatakiwa kupaza sauti.
Wewe unasemaje Dosa? Ni kweli Simba imeonewa na wamesema ile tarehe 25 itakuwa ni tarehe batili, hawataitambua. Wewe unasemaje? Mimi naona vilabu vilivyoonewa ni vilabu 14 ndio vimeonewa. Kwa sababu nyinyi ni mashuhuda. Juzi uongozi wa klabu ya Simba ulitoa barua ukasema sisi hatutocheza mpaka meneja uwanja fukuzwe, si ndio? Meneja alifukuzwa kufukuzwa? Alifukuzwa. Wanaonewa watu wao. Si ndio? Na wengine wakasema sisi hatuchezi mpaka nani aondoke. Kasongo. Wanaonewa watu wao. Anaonewa ni Napoli, anaonewa ni Hefu, anaonewa ni Coastal Union na vilabu vingine 10. Hao ndo wanaonewa. Lakini wenye mamlaka ya kuongoza mpira wetu wa miguu, na mimi sikufichi Singano, litakalokuwa na liwe tu. Lakini vilabu vyote 14 vinaongozwa na Yanga na Simba. So shirikisho sio mtu mwingine yote. Yanga na Simba ndio wanaviongoza vilabu 14. Dosa, mpaka hivi sasa nimezungumzia ukimya wa Simba. Simba wana mechi tarehe 18 dhidi ya Ken Gold. Leo ni Jumatatu, mechi ni Jumatano. Simba hawajaposti next mechi ni ipi, bado ukimya umetawala. Nimekuuliza kuna namna ambavyo Simba wanatupa pressure kuelekea hii mechi ya tarehe 25 ambayo imepelekwa mbele? Taarifa za ndani kabisa. Zinasemaje? Taarifa za ndani kabisa. Zinasemaje? Kambi kuvunjwa tarehe 23. Naomba urudi hapa kwamba taarifa za ndani kabisa. Kambi kuvunjwa tarehe 23. Kwamba Simba hachezi dabi ya Kariakoo. Nimesema kambi kuvunjwa tarehe 23, sikusema hachezi. Sababu Simba mechi yake ya mwisho ni tarehe 22 kabla dabi ya Kariakoo. Nimesema taarifa za ndani ambazo hazina uwalakini wowote. Kambi ya timu fulani inavunjwa tarehe 23. Nimekuuliza ina maana Simba hachezi hii mechi ya dabi? Wewe ndio umesema. Lakini ninachokifahamu mimi, taarifa za ndani zinasema kambi kuvunjwa tarehe 23. Yatakayotokea tarehe 25 ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kambi kuvunjwa tarehe 25. Sasa tuangalie kwenye hili. Kuna namna ambavyo ligi kuu soka Tanzania bara hivi sasa ama kwenye institution ambayo imetokea msimu huu, kuna funzo tumelipata, lakini pia Simba na Young Africans msimu huu imetupa taswira gani kwenye ligi kuu? Hakuna kilichobadilika. Hakuna kilichobadilika. Yaani kilichotokea juzi kimeonyesha tu kuna klabu ina nguvu. Lakini hakuna chochote kilichofanyaje, kilichobadilika. Singano mdogo wangu, kuna mambo mengi sana unapaswa kuyajua, lakini muda wake bado. Utafahamu. Lakini kwenye scenario iliyotokea hii, hakuna kitu kinachobadilika. Maisha ya Yanga na Simba kulumbana hayajaanza leo. Maisha ya Simba na Yanga kugombea mechi hayajaanza leo. Kulalamikia waamuzi imebadilika? Hapana. Hakuna kilichobadilika. Ndio maana mimi nikasema kilichotokea juzi kimeonyesha kuna timu fulani ina nguvu ndani ya msimu huu. Baada ya hapo Young Africans wameposti dabi ya Kariakoo tarehe 25 na furaha zikawa nyingi sana kwa upande wa Yanga. Hadi t-shirt umeziona, tunacheza kiroho safi. Baadhi ya wanachama wa Young Africans wapo wakina Nasoro, wapo wakina Uchebe Yanga, wapo wakina Baraka Yanga, utaona pale t-shirt inasoma tunacheza kiroho safi. Wewe unasemaje Dosa? Hao wanachama wenzako wa Young Africans. Mimi pia t-shirt kwanza ninayo, nimeletewa. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Hao uliowataja, hao wanachama uliowataja, taarifa zao mimi ninazo. Taarifa zinasemaje kuhusiana na kina Uchebe? Taarifa mimi ninazo na hazina mashaka. Niliwahi kuambia Mtanange, moja ya mtu ambaye anaongoza kuwa na majasusi ni mimi. Ulisema. Sasa niseme na hili. Tujuze hizo taarifa. Niseme na hili. Sema. Alhamisi ma-influencer wote wameitwa kwenda kupewa zawadi kwa kushindikiza hatuchezi. Alhamisi. Tunaomba urudi hapa kwamba Alhamisi ma-influencer wote wameitwa kwenda kupewa zawadi za hatuchezi. Wamefanikiwa kwenye hili. Wanaenda kupewa zawadi yao. Na utakuja kuniambia labda waamue ma-influencer wasite waandishi wa habari. Lakini mimi ninavyowajua ma-influencer hawa, tabia zao mimi nazijua, wataita waandishi wa habari. Hizo ndani hizo Dosa. Huwezi kujua hizo. Yaani kwenye kila grupu la Simba jina langu limo.
Na kwenye kila grupu la Yanga jina langu limo. Yaani namaanisha kuna watu wanafanya kazi kwa ajili yangu mimi. Alhamisi. Mwamba anatua Jumatano, Alhamisi anakutana nao anaenda kutoka. Unawapongeza Young Africans baadhi ya wanachama kwenye hiki ambacho wanakifanya. Wanafanya kazi nzuri. Wanafanya kazi nzuri. Wanaitetea klabu, lakini waambie wanachama kwa kazi kubwa mlioifanya kuhakikisha mechi haichezwi. Naomba muweke nguvu kubwa kuhakikisha Young African tunapata uwanja wa kuchezea. Wanachama wa klabu ya Yanga kama tulivyotumia nguvu kubwa kuhakikisha mechi hatuchezi tarehe 15, basi tuweke nguvu kubwa kwa viongozi wetu na kwa serikali tupate uwanja. Isiwe tu kwamba kila siku hatuchezi kwa uwanja hatuna. Sasa hivi tuweke kwenye kileo chetu tupate nini? Uwanja. Dosa, tumalizie kwa namba mbili zimesalia kwa upande wa Young Africans. Dodoma Jiji zidi ya Tanzania Prisons, lakini Simba ni zidi ya Gold, lakini pia na Kagera Sugar. Tuangalie hizi mechi. Kuna timu itadondosha alama hapa. Tuanzie kwa Young Africans. Dodoma Jiji kwa namna ambavyo wakikutana na Young Africans, lakini pia Tanzania Prisons. Hizi ni timu ambazo zinatajwa zina udhamini wa GSM. Zinaenda kukutana na Young Africans katika kipindi kigumu ambacho Young Africans anahitaji alama 3. Nimemsikia mchambuzi mmoja anasema kwenye hizi mechi mbili zilizobaki kuna timu itaangusha alama. Umemsikia? Mchambuzi mmoja anasema kwenye hizi mechi mbili za mambo wanakubwa kuna moja itaangusha alama. Lakini mimi nakwambia mimi najua siri ya mpira wetu wa Tanzania. Sawa? Hakuna timu yoyote ya kuifunga Simba. Hizi mechi mbili zilizobaki hakuna timu yoyote ya kuifunga Simba. Na huku kwingine pia kuna timu yote ya kuifunga Yanga. Mimi naamini tutakwenda kushuhudia mchezo mkubwa sana tarehe 25. Tarehe 25. Ubingwa unasemaje Dosa? Tuweke hapa mezani makadabasha yetu Simba Young Africans. Tarehe ya dabi imewekwa hadharani. Hii mechi ndio itakuwa kama finali. Pengine kuna namna ambavyo ubingwa unanoga mpaka hivi sasa kuangalia kuna namna ambavyo kuna vitu huenda vya ajabu vikatokea katika hizi mechi ambazo zimesalia, lakini vitu vya ajabu katika mechi ya dabi ya kuamua ubingwa. Mechi ngumu. Mechi ngumu, lakini mechi ukisoma kwenye on paper unamuona kabisa Yanga ni favorite ya kushinda mchezo. Si ndio? Lakini niwaambieni moja ya mechi ngumu kuwahi kutokea ni tarehe hiyo 25 kama mechi ikichezwa. Dosa, umezungumza vizuri kwamba kuna majasusi na umepata taarifa kwamba tarehe 23 kuna kambi ya timu moja itavunjwa. Tuje kwenye hii scenario. Kama ni kweli Simba wamekaa sasa hivi kimya wakaamua kutokupeleka timu uwanjani tarehe 25. Hebu tuambie taswira yako kwenye hili, mpira wa Tanzania tunaupeleka wapi? Mpira wa Tanzania unapelekwa wapi? Hapa tulipofika panatosha. Na hakuna mabadiliko kwenye mpira wetu zaidi ya haya tulipofika. Kwa sababu haiwezekani chama cha mpira wa soka Tanzania kinashindwa kuhendo mchezo mmoja. Haiwezekani chama cha mpira wa soka Tanzania kinaamua kuwa favorite kwa vilabu viwili. Wewe unadhani mpira utakwenda wapi zaidi kwa Yanga na Simba? Na ndio maana kwenye ligi yetu ni nadra sana kusikia Yanga anafungwa, Simba anafungwa na vilabu vingine. Uko sawa? Sijui mnanielewa? Kwa sababu Watanzania wameaminishwa kwamba ndani ya Tanzania vilabu ni viwili. Watanzania wameaminishwa ndani ya Tanzania anastahili kuchukua ubingwa ni Yanga na Simba. Sijui mnanielewa vizuri? Mpira unapokwenda hapa ndio umeshafika mahala pake. Mwaka huu tumeshuhudia mzozo kwa upande wa Yanga. Mwaka ujao tutakwenda kushuhudia mzozo kwa upande wa timu nyingine. Tanange upo? Nipo kabisa. Unataka kusemaje? Nataka kuuliza kitu kingine hapo. Kama Simba wataamua kuchukua maamuzi magumu kama hayo, wewe unaona watakuwa sahihi ama inabidi kipigwe tupate bingwa? Tabia za Kurwa zinafanana na za Doto. Hili sakata linaloendelea Simba atajibu. Sakata linaloendelea? Simba atajibu. Iwe ni kesho, iwe ni kesho kutwa, lakini Simba atajibu. Picha zilitembea kabla ya barua kuonyesha viongozi mbalimbali wa Simba na Young Africans Ikulu wakiwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ndicho kitu kinatupa matumaini kwamba dabi lazima ipigwe. Picha kabla ya taarifa kutoka mchezo umepelekwa mbele zilianza kusambaa kwanza. Natumai uliziona.
Picha nimeziona. Hazina nafasi kuzizungumzia, lakini ilitosha kusema si picha tumefanyaje? Tumeziona. Baada ya picha tukaona taarifa kutoka kwa bodi ya ligi. Ndio maana nikasema bodi ya ligi, shirikisho la soka Tanzania TF limeshindwa kusimamia mpira wa miguu. Na hii ni sahihi kwa upande wako Dosa, kufikia hatua mambo mengi wamekuwa wanashindwa kuyahendo na kupeleka kwenye viongozi wa serikali. Tuliona walianzia kwa waziri, pia kwenye hili likashindikana, wameenda ngazi za juu zaidi. Unadhani ni sawa kubaki na viongozi ambao wanashindwa kuhendo haya mambo? Mimi kwangu mimi niwe muwazi na niwe mkweli. Kanuni na sheria ndo zinazoongoza mamlaka husika. Sio busara. Kwa sababu leo tumeona timu moja imepata busara, si ndio? Je, timu nyingine kule chini itapata busara? Lakini pia wanahabari wanatakiwa mjiulize, kwa nini busara itumike kwa vilabu viwili? Si ndio? Vipi kuhusiana na wale? Yaani mimi kimtazamo wangu mimi, palikuwa haina haja kuweka timu 14 zishiriki ligi kuu. Tulikuwa tuna nafasi tuweke tu fainali moja, Yanga na Simba, nani atachukua ubingwa wa kwanza, ligi hiyo imeisha. Haiwezekani. Haiwezekani mechi moja shirikisho lina watu zaidi ya 50 wanashindwa kutatua mechi hiyo. Watu wanaenda kufukuzwa kazi pasipo sababu za kimsingi. Lakini ni kwa sababu wenye vilabu vyao Yanga na Simba wanahitaji matakwa yao. Sasa kabla ya kuongea kuhusiana, tumalizie na hili, nimepita katika mitandao, nimeona clip yako ukazungumza kwamba kama unaamini dabi tarehe 15 hakuna, basi usije uwanjani. Baadhi ya mashabiki wa Young Africans akiwa Kivo, nimeona hii post ameiposti hapa kulingana na kwamba ni kama anakurushia ama anakujibu kwamba baada ya kupelekwa tarehe mbele akaamua ifufue. Mwanachama mwenzako na mshabiki mwenzako wa Young Africans. Ni rafiki yangu sana Kivo, sana. Sana. Yaani moja ya mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga ninayemkubali ni Kivo. Nisiwe muongo. Lakini Kivo alishindwa kunielewa. Inawezekana ikawa yeye yupo kwenye wale daima mbele nyuma mwiko. Sisi Yanga tupo makundi mawili. Yanga tupo makundi mawili. Kuna Young African Sports Club, alafu kuna Yanga daima mbele nyuma mwiko. Kuna tofauti gani hapo? Kwa sababu hiyo ni slogan yenu na nyinyi ndio klabu yenu. Nimesema hivi, daima mbele nyuma mwiko yuko Nasoro. Daima mbele nyuma mwiko yuko Kizinga. Daima mbele nyuma mwiko yuko Uchebe na wenzake wa makumbusho. Kina Mwalimu Yanga. Lakini Kivo nimwambie, mimi nilisema mechi ipo tarehe 15. Kwa sababu nilikuwa na wajua viongozi wa bodi ya ligi hawana mamlaka kuahirisha mchezo. Anijibu, nani aloahirisha mchezo? Ni bodi ya ligi au ni mamlaka husika? Sijui mnaona vizuri. Lakini Watanzania, niwaombe bodi ya ligi, Watanzania bado wana shauku ya kujua ni sababu zipi mlizozitumia kuahirisha mechi ya tarehe 15. Tarehe 8 mlisema wazi, tarehe 8 nawakumbusha ndugu zangu wa Bipo TV na Mtanange. Tarehe 8 walisema kulikuwa na uvunjifu wa amani. Bodi ya ligi yao. Wakaja wakasema kulikuwa na viashiria vya rushwa, kweli sio kweli? Uko sahihi. Si ndio? Mimi na kumbukumbu kichwani. Watuambie tarehe 15 palikuwa na viashiria gani kwenye mchezo? Wasiahirishe tu kwa sababu klabu moja imewekeza nguvu kubwa kwa kusema lazima waondoke, lazima mechi iahirishwe. Wachambuzi ambao wanaonekana kwenye hili walikuwa wanatetea na wanaonekana wameibuka mashujaa. Wachambuzi natumai unaona picha zao zinatembea kwamba ni mashujaa katika soka la Tanzania. Hawa wachambuzi natumai unawajua, ni kweli hawa wachambuzi ambao wanatembea katika mitandao ya kijamii ni mashujaa na wameokoa mpira wetu wa Tanzania. Baadhi ya wachambuzi, mpira wetu wa Tanzania bado hujaokoka, wala tusidanganyane. Hawa wachambuzi ni kwa nini wanapostiwa kama mashujaa? Wachambuzi wa Tanzania wameshagawana vilabu vyao. Yaani leo mchambuzi wa Simba anaitetea Simba yake, mchambuzi wa timu nyingine anaitetea timu nyingine. Ndio maana nikasema mpira wetu haujaokoka. Kama mpira wetu umeokoka, wachambuzi wanaosema wameukomboa waje watuambie ni kanuni gani, ni sheria zipi zimetumika kuahirisha mechi kutoka tarehe 15 kwenda 25. Wachambuzi Dosa, naomba rudia hapo. Watuambie kama wao wanavyosema mpira wetu wa Tanzania umeokoka, si ndio? Watuambie tu ni kanuni zipi
Na ni sheria zipi zimeuondoa mpira tarehe 15 kupeleka tarehe 25? Sijui mnanielewa? Mpira wetu unaenda gizani kwa sababu ya watu fulani. Mpira wetu unakwenda gizani kwa sababu ya watu fulani. Dosa, Young Africans wanaonekana kufurahia kwenye hili na kuona kwamba mapambano yao yamefikia hali ya ukomo na wamepata walichokuwa wanakitaka. Kilichoshinda hapa ni mpira wa miguu, kilichoshinda hapa ni sheria na kanuni, ama kilichoshinda ni nini hasa? Mpira wa miguu haujashinda. Sheria na kanuni hazijashinda. Tuwe tu wa kweli. Kuna mtu ndo ameshinda kwenye hii vita. Kuna mtu kashinda. Bas. Mpira haujashinda. Sheria na kanuni za mpira wetu wa Tanzania haujashinda, ila kuna mtu maalum ndio ameshinda kwenye hii vita. Na hii yote ni kwa sababu tumeshajiwekezea nguvu kwenye vilabu viwili. Kwa hiyo mimi nataka kusema jambo moja. Tumepambana, tumehakikisha Almas Kasongo ameondoka. Tumepambana, tumehakikisha Mzee Mguto ameondoka. Na mimi niwaambie, Mzee Mguto natoka naye mkoa mmoja. Binafsi mimi nimeumia sana. Binafsi kuondoka kwa Mzee Mguto nimeumia sana. Moja akiwa kama mwanachama mwenzetu wa Young Africans ameondoka kwenye madaraka. Lakini akiwa kama mwanatanga mwenzangu. Lakini pia lazima mkubali, muelewe, ligi yetu kwenda nafasi ya 4 kwa ubora kwenye bara la Afrika ni jitihada za Mzee Mguto. Tumeondokewa na mtu sahihi kwenye mpira. Timu yetu ya taifa kwenda kucheza mashindano ya AFCON back to back ni jitihada za Almas Kasongo na Mzee Mguto. Mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Sasa tuweke nukta. Mzee Mguto tutamkumbuka sana. Almas Kasongo tutamkumbuka sana. Na mimi niwaambieni, tutawakumbuka sana hawa watu. Lakini kama wana watu wao, wanawaamini watakuja kutuvusha kutoka nafasi ya 4 kwenda ya 3, tunawasubiri. Asanteni sana. Asante.